Mwaka 1968 Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa la Tanzania, aliwahi kusema ya kwamba elimu au kujifunza ni mchakato endelevu usio na kikomo. Akaendelea kusema ya kwamba elimu ni mchakato unaomwandaa mtu aweze kukabiliana na hali yoyote, mazingira yoyote duniani. Na anasema mchakato huo unampatia maarifa, ujuzi, stadi za maisha na uwezo zaidi wa kujitambua na kuyatambua majukumu yake yeye mwenyewe, na kumfanya kuwa mwanzilishi wa mafanikio yake na sio mnyonyaji. Inamaanisha nini kwako hii? Repetition is the mother of all learning, kwamba kujifunza kwa kurudia ndiye mama wa kujifunza kote. Changamoto ni nini? Asilimia kubwa ya watu wengi hawapendi kujifunza vitu vipya na kurudia kujifunza. Ubongo ili uweze kukua lazima uwe na tabia ya kujifunza. Na mwandishi mmoja anaitwa Ben Carson, katika kitabu chake cha Lenga Juu, Think Big, katika ukurasa wake wa 203 anasema, ingawa tunaweza kujifunza kwa njia nyingi, na shawishika kukwambia kwamba vitabu ni chanzo kizuri cha kupata maarifa. Hapa kuna gunduzi zinazoweza kufanya ubongo wako kukua na kufikia mafanikio. Na katika ukurasa wa 188 anasema, kwanza hatuwezi kuujaza ubongo wetu. Anasema ubongo huu ulioumbwa na Mungu una seli bilioni 14. Ukiwa utautumia kwa kiwango cha juu, hii kompyuta binadamu ndani ya vichwa vyetu ingeweza kujaza ujuzi wote wa binadamu kutoka mwanzo wa ulimwengu hadi sasa, na bado ikabaki nafasi. Nilisisimuka. Anasema, lakini namba 2, sio tu kwamba hatuwezi kujaza ubongo wetu, pia tunaweza kujaza ubongo wetu. Tunajua kwamba ubongo wetu unatunza kila kitu. Mara nyingi natumia msemo kwamba ubongo unapata kila kitu tunachokikabili. Ugumu hautokani na chanzo cha habari, lakini namna ya kuutoa. Wakati mwingine tunaingiza habari ovyo au kufungasha habari nyingi muhimu katika habari yenye umuhimu kidogo, na inatuchanganya. Nataka nikwambie ya kwamba usipojifunza vitu vipya kila siku, uwezo wako utapungua kadiri muda unavyokwenda. Tumia muda mwingi kujifunza. Kwenye vitabu ndipo kuliko na knowledge, ndipo kuliko na ujuzi mpya. Mtu mmoja aliwahi kusema, ikiwa unataka kuwaficha jambo lolote, hasa wa Afrika, ficha kwenye kitabu. Hawatajua. Wengi wanadhani kuelimika ni kuwa na degree au shahada rukuki, bali ni kuwa na uelewa au uwezo wa kuweza kuishi na jamii salama na uadilifu. Hiyo ndio kuelimika. Ukisoma Biblia yako, kama wewe ni msomaji mzuri wa Biblia yako, mimi nakipenda kitabu cha vitabu, na kita ni kitabu cha vitabu. Biblia ina jumbe ambazo ukizisoma hazitakuacha salama, hautabaki kama ulivyo. Ukisoma Zaburi ya 119 na ule mstari wa 105 inasema, neno lako ni taa ya njia yangu na mwangaza. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Ikiwa Biblia ni taa ya miguu, popote utakapoelekea, shambani, kazini kwako, kijijini, mjini, litakuongoza kama taa. Taa kazi yake kubwa ni kutoa mwanga, na mwanga wake unatusaidia kuona kitu kilicho gizani. Jifunze kwa kurudia. Kitumia kitabu hiki kuelimisha na kusaidia kuwa mtu mwenye maarifa. Baraka za Bwana ziwe nawe. Biblia ikawe kitabu cha kutumainia. Kuna mtu amenielewa?